kumekuwa na changamoto sana ya kina mama kwenye masuala ya uzazi, ujauzito. Mabinti wamekuwa kamati kabisa ujauzito sasa hivi. Wanakuambia hormones balance. Siku zao pia zina jumba, haziko katika mtiririko ambao umezoeleka. Labda tuanze tu kwa kusema kwamba tunapozungumzia habari ya uzazi, tunazungumzia eneo nyeti sana. Uwepo wetu hapa tulipo ni kwa sababu ya uzazi salama uliokuwepo kwa wazazi wetu, na ndiyo maana sisi tupo. Kwa tunapozungumzia habari ya uzazi, tunagusa eneo pana sana katika maisha ya mwanadamu. Ndio. Kumekuwepo na changamoto nyingi kuhusiana na mambo ya uzazi. Changamoto kwa kina mama, changamoto kwa kina baba, kwa sababu huwezi kuzungumzia uzazi ukazungumzia upande mmoja. Uzazi unalenga watu wote. Sasa tumekuwa na tamaduni za Kiafrika kwamba kwenye ndoa anapokosekana mtoto ananyoshewa kidole mwanamke. Sawa sana. Mawifi ni changamoto kubwa. Lakini kumbe changamoto inaweza ikawa kwa mwanaume pia. Ndio. Sasa sisi kama wataalamu, inapotokea hali kama hiyo, tunashauri kwamba inabidi kucheki wote wawili. Kwanza kabisa tunapozungumzia changamoto za uzazi, chanzo chake kwa mwanamke ni homoni. Zile homoni zake zisipokuwa sawa zinavuruga huo utaratibu, mwanamke hawezi. Lakini dalili kubwa kabisa ya uzazi ni watu wawili kushiriki tendo la ndoa ndani ya mwaka mmoja bila kupata mtoto. Wanashiriki tendo la ndoa bila kinga yoyote, bila kutumia mpango wote wa uzazi, bila tahadhari yoyote, bila tahadhari, bila kuweka kinga za asili au za kitaalamu. Ndani ya mwaka mmoja hakuna mtoto. Hiyo ni dalili kubwa sana ya changamoto ya uzazi. Kwa hiyo inapotokea hivyo, tunawashauri sasa waende kwa wataalamu wote wawili. Asiende mmoja tu kama ilivyozoeleka. Wakapime wote wawili. Baada ya kupata vipimo, itaonyesha sasa nani mwenye changamoto. The Bantu.